kabla ya mambo yote mengine ni bora tutoe nasaha fupi, nasaha ambazo zinawahusu wanafunzi sote kwa ujumla. Sote sisi ni wanafunzi, tutasoma ilmu ya kisheria. Kwa hiyo kuna haja kwa wakati mwingine watu kupeana nasaha, washikamane nazo, kwa sababu nasaha ni kitu muhimu sana. Ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Ndugu zangu Waislamu kwa ujumla, wanafunzi ambao mpo mbele yangu na wale ambao wananisikiliza katika kutoka sehemu mbalimbali, kitu cha kwanza ambacho naweza kusema ni kwamba katika mambo muhimu yaliyokuwa muhimu zaidi ni watu kuwa na ikhlas katika kutafuta ilmu ya kisheria. Ni kuwa mtu anatafuta ilmu lillah la li gharadin akhar, asitafuti ilmu kwa malengo mengine, kwa sababu kufanya hivyo ndio njia kubwa ya kupata manufaa yeye mwenyewe, na pia ni sababu ya tawfik na kufikia katika daraja ya juu kabisa hapa duniani na kesho akhera. Hili jambo ni jambo muhimu sana. Watu wengi katika sisi tulabil ilm wamekosa tawfik, wamekosa ikhlas, ndio maana wamekosa tawfik. Kwa hiyo nikikudumisha ikhlas katika kutafuta ilmu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tutaweza kupata manufaa kwa elimu hiyo, na pia tutaweza kupata tawfik ili tufikie katika daraja ya juu hapa duniani na kesho akhera. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema katika hadithi yake maarufu, man ta'allama ilman. Hadithi hiyo ameipokea al-Imam Abu Daud katika kitabu al-Ilm. Anasema man ta'allama ilman, mwenye kujifundisha ilmu yoyote ya kisheria, mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arafa al-jannati yawm al-qiyamah. Mwenye kujifundisha ilmu ambayo inatafutwa kwayo kwa ajili ya elimu hiyo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye hajifundishi elimu hiyo isipokuwa kwa kutaka dunia, cheo duniani au kutaka dunia, hawezi kupata harufu ya pepo siku ya kiyama. Hawezi mtu kupata harufu ya pepo siku ya kiyama. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi nyingine pia vile vile imepokelewa na al-Imam Tirmidhi katika Sunan, anasema man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama, man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama, mwenye kutafuta ilmu ili ajifakharishe kwa elimu hiyo kwa wanawachuoni wengine. Bwana mimi bwana nasoma bwana, mimi kiboko bwana, mimi hivi, mimi na elimu nyingi. Au liyumari biha sufaha, bihi sufaha, au abishane na watu wajinga. Kasoma yeye ili kazi yake kubwa ni kubishana na watu, mabishano tu yasiokuwa na maana yoyote, katika magrupu, katika mitandao ya kijamii, Twitter, sijui kitu gani huko,
Easter na mingineyo, au liyusrifa bihi wujuha an-nas ilayhi, au awaelekeze watu kwake, watu waelekee kwake, kwa maana atafute kundi, kwamba mimi nipate kundi. Sasa watu kazi yake kubishana na kujiona kwamba yeye ana elimu nyingi, ili achukue kundi la watu. Adkhalahu Allahu an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza mtu huyo motoni kwa sifa hizi. Ikiwa wewe kazi yako ni kujifakharisha kwa watu, kwa mashekhe au kwa tulabi ilmu, wanafunzi wenzako, kwamba bwana mimi nina elimu nyingi, au wewe wasoma ili ukabishane na wajinga, ukawa bishana tu kuonekana kwamba wewe ni bingwa kujua kutabiri mambo, bwana mimi bwana hii kadha, hii itakuwa hivi bwana. Ujinga tu wako, kaanza kubishana na watu, kubishana na wajinga, kutumia vipimo vyovyote vya kisheria, au watu wakufuate wewe. Adkhalahu Allahu an-nar, kwa soma kwa ajili ya Allah, jifundishe kwa ajili ya Allah, na kisha utende kwa ajili ya Allah. Fausikum jami'an wa usi kulla muslimin, na wahusia nyote, na vile vile na wahusia kila Muislamu ambaye atasikiliza ujumbe huu au sauti hii, kuwa na ikhlas fi jami'il a'mal, katika matendo yake yote, kwa sababu kufanya hivyo ni katika mambo mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, na yule ambaye anataraji kukutana na Mola wake, man kana yarju liqa'a rabbih, na yule ambaye anataraji kukutana na Mola wake, falyamal 'amalan salihan, basi na atende matendo mema, wala yushriku bi'ibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe kwa ibada yake Mola wake, biibadati rabbih, kwa ibada ya Mola wake, ahada, na mtu yoyote. Na pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika Sahih Muslim ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, anasema yaqulu Allahu azza wa jalla, hadith al-Qudus, ana aghna ash-shuraka, mimi ndio nimejitosheleza na washirika wote, ani shirki, kutokana na shirki. Man amila amalan, yoyote mwenye kutenda tendo lolote, ashraka ma'i fi ghairi, amenishirikisha pamoja na mimi kwa tendo hilo mtu mwingine, taraktuhu wa shirkahu, mtamwacha yeye na washirika wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, wasia huu ni khalisan lillahi azza wa jalla. Tunawanasihi wanafunzi wote kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwake kwa kutenda matendo ya sawa sawa, na wala wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo elimu wanaoisoma waisome kwa ajili ya Allah, wasisome kwa ajili ya mambo mengine, malengo mengine, kutafuta vyeo, kutafuta vyeti, kutafuta ukubwa, kutafuta ushekhe. Ushekhe unakuja tu ndugu zangu, ushekhe unakuja wenyewe, unakuja kwa sababu ya ilmu, na pia unakuja kwa sababu mbalimbali. Unaweza usiwe na elimu nyingi lakini ukawa ni shekhe pia. Tumeelewana mashekhe? Usikum jami'an maratan thaniya, wa usi kulla muslimin au wa usi kulla talibi ilmin, na usia waislamu nyote pamoja na usia nyinyi nyote, na usia nafsi yangu na kila muislamu, bi khashyatillah,
kadhalika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kusoma elimu hiyo fi jamii al-umur, katika mambo yote unachoandika, unachosema, unachozungumza, yote hayo muogopeni Mola wenu. Angalia kwamba hili ni la haki au hili sio la haki, hili lina maslahi au halina maslahi. Kama halina maslahi uliache, na lile ambalo lina maslahi litende. Lakini ikiwa kitu hakina maslahi, wewe kiache kitu hicho, kwa sababu hakina manufaa yoyote. Almuhimu watu kushikamana na haki na kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla yaqul innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, hakika wale ambao wanamwogopa Mola wao bil ghaib, wa ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, wana wao msamaha na malipo makubwa sana. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema waliman khafa maqama rabbih jannatan. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما والله، aliwaambia masahaba zake mtume صلى الله عليه وسلم, amma wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu, hakika mimi ninaogopa zaidi Allah kuliko nyinyi na ni mcha Mungu zaidi kwa Allah kuliko nyinyi. Kafa bi khashiyati llahi ilman wa kafa bil iqtirari bihi jahlan, kama anavyosema Abdullah ibn Mas'udi, inatosha kuwa wewe ni una elimu kwa kule kuwa unamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kafa bi khashiyati llahi ilman, inatosha kwa kwamba wewe kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala inatosha kuwa hiyo ni ilmu. Wakafa bil ikhtirari bihi jahlan, lakini inatosha kuwa wewe ni mjinga kwa kule kujighurisha kwamba wewe ni bwana mkubwa, una elimu nyingi. Inatosha kwamba wewe ni mjinga, una maana kabisa, ufai katika jamii. Baadhi salaf wanasema ra'sul ilm khashyatullah, kichwa cha ilmu yote, msingi wa elimu ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila itakapokuwa na nguvu ilmu ya mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi unakamilika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumfanyia ikhlasi yeye. Na pale atakaposimama katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na akajitahadhari na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala inma yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika hapana vingine wale ambao wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni wanawachuoni. Hiyo ni alkhashya alkamila, ule uchamungu uliokamilika. Haina maana kwamba watu wengine hawana uchamungu kwa sababu si wana wachuoni, si maulama, bali tuzungumza khashya iliyokamilika, uchamungu uliokamilika. Huo unapatikana kwa maulama, kwa sababu maulama wenye kumjua Allah, wenye kuijua dini, ndio ambao ni wacha Mungu zaidi kwa watu. Wanamuogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na ni wacha Mungu zaidi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wakiongozwa na mitume wa Allah ar-rusul wal anbiya, wa ala rasihim ar-rusul wal anbiya, wakiongozwa na mitume na manabii, kisha wale ambao watakuwa wafuata wao kwa wema. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitoa habari ya kwamba miongoni mwa alama za mtu kufanikiwa mja ni mtu kufahamu ilmu
na kufahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din, yule ambaye Allah anamtakia yeye khairi basi umfahamisha yeye katika dini. Hadithi hiyo ameipokea al-Imaman al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiya, hadithi maarufu. Kwa hiyo kufahamu dini ni jambo ambalo litampigia hatua mja kusimamia amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa yeye na kutekeleza faraidhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kutahadhari na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia, na kadhalika itakuwa analingania anaita watu kwenye makarimil akhlaq, katika tabia nzuri na mahasinil a'mal na matendo mazuri, wa nashu lillahi wal ibadihi. Kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi na nyinyi na waislamu wote alfiqha fi dinihi wal istiqama, kufahamu dini na kuwa na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukinge sote wa yu'idhna jami'an min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta